Asubuhi ya leo mpenzi mtazamaji, Bwana Yesu unasifiwe. Uwali gani? Asubuhi ya leo umeweza na kumshukuru Maulana maana kuamka kwako, kufika hapo ambapo umeweza na kufika, kuona kwamba wiki inaendelea na kuisha, imegharimu tu mkono wake, nguvu zake. Hivyo basi mshukuru kila wakati. Karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, kipindi ambacho utubariki, kipindi ambacho huwa kinatufungulia siku yetu ikanjipe, ikawe ni siku ya baraka, tukaweza na kuona mema mengi ya Mwenyezi Mungu. Basi asubuhi ya leo karibu sana, tuzidi na kufundishwa na kubarikiwa na neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunaletewa na mtumishi wake Pastor Jacinda sana kutoka kanisa la ABC Misuuni Mitaboni Pastorate, Machakos, Sabwendi Quarter. Naomba nikusalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu na asifiwe. Ni asubuhi ingine njema ambayo Mungu ameweza kutubariki kuwa hai, na kushukuru kwa kuzidi kuwa pamoja nami kwa kusikiza neno la Mungu. Na natumai neno la Mungu linazidi kukutia nguvu na kukuimarisha katika imani yako. Tunaenda kulisoma katika kitabu hicho cha Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17 tufike mstari wa 19. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17 hadi wa 19. Neno la Mungu linasema hivi: hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Bwana Yesu na asifiwe. Na tuombe ni kwa ajili ya neno. Tunakushukuru ni kwa ajili ya wema wako na fadhili zako Bwana ambazo umetenda nasi. Tunakushukuru mara tena ni kwa ajili ya neno lako ambayo umeandaa ni kwa ajili yetu asubuhi hii ya leo. Niendapo kulinena Bwana, najiweka mikononi mwako ili ukanitumie kama chombo chako, na Roho wako Mtakatifu akanifunze jinsi nitakavyonena, ili nikaweze kuyanena yaliyo ni mapenzi yako, na watu wako wakaweze kubarikiwa na kuinuliwa na neno lako. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amina. Nini tunafaa kuwa shahidi wa Kristo kama wa Kristo? Kwa sababu yeye alitupatanisha na nafsi ya Mungu wakati alipotumwa humu duniani ili akaweze kuja kutuokoa, na tukaweza kupatiwa hiyo huduma ya kuwa patanisho. Kuna watu wengi ambao hawalijui neno la Mungu, kuna watu wengi ambao hawajaokoka, na hao watu tunaishi na wao huko vijijini, manyumbani, mahali kote tunaishi na watu ambao hawamwamini Mungu. Tunaishi na watu ambao hawamjui Mungu. Na wakati wewe unaposimama na unasema mimi namjua Mungu, ametenda mengi kwangu, kuna wenye wanashangaa, aje sasa huyo Mungu anakujanga aje kwako, anakufanyianga mambo aje? Lakini tumepatiwa hiyo huduma ya kuwapatanisha watu na Kristo. Wale ambao hawamjui, wale ambao bado hawajamkubali Kristo katika maisha yao, hiyo huduma tumepatiwa. Tukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1, kuna neno la Mungu mstari wa 8 linasema hivi: Yesu na wanafunzi wake aliwaambia, mkae hapo mngojee wakati Roho atakavyoshuka, mtaweza kutoka na mtakuwa shahidi wangu. Kwa hivyo sisi ni mashahidi wa Kristo. Tumshuhudie Kristo kwa watu wengi. Tumshuhudie Kristo kwa watu ambao bado hawajamjua Kristo. Tunafaa kuwa shahidi wa Kristo. Wewe unajitambua wewe ni nani? Ikiwa umeokolewa,
Unajitambua wewe ni nani? Unajijua wewe ni nani? Wakati unapokaa na watu, wakati unapoishi na watu, uko vijijini, kazini, mahali unafanya kazi, mahali popote uendapo, unajitambua wewe ni nani? Ndio unasema umeokoka. Kila Jumapili unasimama kwa madhabahu. Kila Jumapili unasimama mbele ya watu. Unawatolea ushuhuda. Unanena yale mambo ambayo Kristo amekufanyia. Lakini ukitoka katika nyumba la Bwana, kutoka Jumatatu hadi Jumamosi, tabia yako iko aje? Wewe ni shahidi ya Kristo. Yale maneno uliyanena kwa madhabahu, yale maneno uliyanena mbele ya watu kwa kanisa, hayo maneno unayafuatilia, hayo maneno unayatimiza na kwa wale watu ambao unaishi na wao. Kweli unamshuhudia Kristo ambaye alikuokoa kwa watu ambao bado hawajamjua Kristo. Wapendwa wa Mungu, tunafaa kuwa shahidi wa Kristo. Elezea vile Kristo amekufanyia kwa watu. Kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu. Elezea wengine utamu wa kumjua Kristo. Elezea wengine utamu wa kukaa ndani ya Kristo. Waelezee vile Mungu amekutendea. Waelezee mahali Mungu amekutoa. Waelezee yale mambo ambayo Mungu anayafanya. Siku moja watakuja kuona na ni kweli yale mambo ambayo unayasemanga ni ya kweli. Lakini shida inaingia hapa. Ndio ninasema nimeokoka, lakini tabia na mwenendo wangu hauambatani na yale maneno ambayo ninayanena. Ndio mimi ni shahidi wa Kristo. Nikiwa kanisani, ninasimama ninatoa ushuhuda. Nikiwa kanisani, ninasema vile Mungu amenitendea. Lakini nikitoka kwa nyumba ya Bwana, mwenendo wangu, tabia zangu, maneno yangu hayaambatani na ule ushuhuda ambao niliutoa. Shuhudia kanisani na ushuhudie vijijini, ushuhudie kazini, kila mahali ushuhudie yale mambo ambayo Kristo amekutendea. Kuwa shahidi wa Kristo mahali popote ambapo utakapoenda. Kuwa shahidi wa Kristo. Mshuhudie kwa watu ambao hawamjui. Mshuhudie kwa watu wa dunia. Mshuhudie kwa watu hawaendangi kanisani. Ili siku moja wakuje kuenda kanisani. Ili siku moja wakuje kumbali Kristo kuwa ni mwokozi wa maisha yao. Kupitia kwako. Na mwenendo wako na tabia zako ziambatane na ule ushuhuda ambao unautoa. Kwa sababu mara nyingi unaongea, lakini tabia na mwenendo asiambatani na ushuhuda. Ikiwa wewe ni mtoto wa Mungu na Kristo alikuokoa na akakupatanisha na Mungu, mshuhudie na tabia yako na mwenendo wako zikae kama huo ushuhuda ambao umeutoa. Waalike wengine kwa wokovu. Waalike kanisani, waalike kwa vikundi ambazo unaenda vya kanisa, kwa mikutano ambayo unaenda. Alika mtu, ni rafiki yako, unashidanga na yeye, lakini bado yale mambo ambayo anayafanya hayaambatani na Kristo. Kwa hivyo mpendwa wa Mungu, mshuhudie Kristo kwa wale watu ambao unashinda na wao. Mshuhudie Kristo vijijini mahali unakaanga kila siku. Mshuhudie Kristo kazini mahali unaendanga kila siku. Mshuhudie Kristo kila mahali, kwa sababu sisi ni shahidi wake. Alitukomboa, alituokoa na akatupa hiyo huduma ya upatanisho. Patanisha watu kwa vijiji, patanisha watu makanisani, patanisha watu kwa familia, kwa sababu hiyo huduma tulipatiwa na Kristo. Hiyo huduma tulipewa na Kristo ili tukaweze kuifanya, na tunapaswa kuifanya kwa bidii sana, ili na wengine wakaweze kujua utamu wa kumjua Kristo, wakaweze kujua utamu wa kukaa na Kristo, wakaweze kujua utamu wa kutulia ndani ya Kristo. Kama vile jana tulisema tutulie kwa Kristo. Waelezee vile mtu akitulia kwa Kristo mambo hubadilika. Mshuhudie Kristo kwa watu ili wakaweze kubadilika na Mungu akaweze kuingilia katika maisha yao na abadilishe mambo yao. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji,
siku ya leo jua kana kwamba wewe ni shahidi ya Kristo. Toa ushuhuda kwa watu wote. Mtambue, wewe jitambue ni nani na utoe ushuhuda wa Kristo mahali kote. Kristo ajulikane anatenda mambo makuu, na uwaalike watu kwa wokovu, kwa maana baada ya hiyo kazi kuna thawabu. Bwana na atubariki na alibariki neno lake. Amina. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru, tunakuinua kwa sababu wewe ni Mungu na hakuna aliye kama wewe. Asante Yesu kwa sababu ya neno lako. Tunaomba ukalifuatilie ili likaweze kukuzalia uzao wa kukupendeza kila wakati. Neema yako na ikatutoshe, na nguvu zako Bwana zikawe juu ya maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amina. Wokovu au uishi katika mabadiliko ya binafsi tu, ya kibinafsi. Lakini huo wokovu huwa unatufungulia milango ili tuzidi na kutangaza Yesu, tuzidi na kutangaza habari njema kwa watu wengine, na tuweze na kuwasaidia wengine kwa njia ya kuwapatanisha na Kristo ambaye aliweza na kutuokoa, yani na kuishi kutangaza hata na neema na upendo wa Kristo. Vile ambavyo uliweza na kutangaziwa huyu Yesu, ukaweza na kupokea wokovu wake, pia nawe nzidi na kumtangaza mahali tofauti tofauti. Pale ambapo upo, mahali popote pale, wakati wote ule, mtangaze Kristo kwa wengine ili wakaweze na kupokea. Usije ukapokea wokovu na ukakaa tu bila kutangaza kwa wengine. Vile ambavyo ulitangaziwa pia nawe, wakati ambapo umeweza na kuokoka, mtangaze kupitia kwa kinywa chako, kupitia kwa matendo pia. Ni siku ambapo ndugu zetu, dada zetu wanaenda katika nyumba za ibada kwa siku ya leo. Ninawatakia ibada njema, ibada ya baraka. Zile shughuli ambazo ama hafla ambazo mtaweza kuwa nazo kwa siku ya leo, Mungu akawaongoze, na pia mkaweza na kulia na wale ambao wanalia, na wale ambao wanasherehekea pia ama wanafurahia, mkaweze na kufurahia nao pia. Mungu na atuongoze kwa siku ya leo, na pamoja nasi. Bye bye.